wa ofisi yetu ya wilaya ya Songea iliyopo hapa mkoani Ruvuma. Asante Mheshimiwa Katibu Mkuu kwa kufika kwenye uzinduzi huu baada ya kukuomba uje uzindue ofisi hii ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Viongozi wa wilaya hii ya Songea na wajumbe mbalimbali ambao mmefika hapa, karibuni sana kwenye uzinduzi ambao tumepanga siku ya leo kuzindua ofisi yetu ya wilaya ya Songea ambayo iko hapa Songea mjini manispaa kwenye kata ya Lisaboni, maeneo haya maarufu sana kwa mzee Ngongosi, maarufu kama hivyo. Kwa hiyo karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Nianze kwa kufungua mkutano huu wa uzinduzi, na nitaanza kwa kujitambulisha majina yangu. Mimi naitwa Yusuf Rai, ni mwenyekiti wa jukwaa la vijana ngazi ya kitaifa, lakini pia ndiye mgombea ubunge wa jimbo hili la Peramiho. Leo tuko na Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye ndio atakuwa mtu wa mwisho kuzungumza, lakini pia ndio atakayezindua ofisi hii maalum ya chama chetu cha AFP wilaya ya Songea. Lakini tupo na wenyeji kwa maana ya mwenyekiti wa wilaya ya Songea Mheshimiwa Steven Mapunda. Hebu usimama kuone. Huyu ni mwenyekiti wetu wa wilaya ya Songea, lakini pia tunaye katibu wetu wa wilaya ya Songea Mheshimiwa Sande Mpange. Huyu ndo katibu wetu kama tunavyomuona, lakini pia tunaye mwenyekiti wa jukwaa la wazazi, mzee wetu huyu hapo. Asante sana. Tunaye mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wilaya Songea, mama yetu mpendaye, huyo hapo. Lakini pia tunao viongozi mbalimbali, wajumbe wa wilaya hii ya Songea. Lakini nimeambatana na Mheshimiwa Ndonge Saidi Ndonge, yeye ni kiongozi wa watu wenye ulemavu lakini mhasibu wa chama. Tunaye naibu katibu mkuu wa chama taifa Mheshimiwa Maki Isidori Mhemela. Kwa nafasi hii naomba nimkaribishe sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu azungumze nanyi, na baada ya kutamatisha mazungumzo yake basi atuzindulie ofisi yetu rasmi kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Songea na wa mkoa huu wa Ruvuma wawe sasa wana kituo chao rasmi, waweze kufanya kazi zao kwa ajili ya kusukumiza gurudumu la maendeleo na kukiimarisha chama katika mkoa wa Ruvuma wilaya ya Songea. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana. Hadharani yako, zungumza na waandishi wa habari na wajumbe kwa ujumla. Mwezi wa pili nafikiri mwanzoni mwa mwezi Januari au mwezi wa 12 mwishoni, walipata msiba mkubwa wa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho Mheshimiwa Jenista Mhagama. Sasa kwa kawaida kila inapotokea msiba wa mbunge au diwani, sheria mpaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wenyeviti wa vitongoji, wale viongozi wa kuchaguliwa, basi sheria imeweka utaratibu wa muda maalumu ambao utawezesha tena taifa kuwapa nafasi watu waliohusika na ule msiba kuweka mtu mwingine. Sasa sheria ya uchaguzi inataka mbunge anapofariki basi baada ya siku 60 toka siku amefariki kufanyike uchaguzi mdogo katika hilo jimbo kwa ajili ya kujaza nafasi ya yule mpendwa wetu ambaye amepotea. Sasa hicho ndio kimetukuta sisi mwaka huu mwanzoni kabisa mwa mwaka, nafikiri ndio hatua za mwanzoni tu mwa shughuli za bunge kwanza tukapata huo msiba, na kwa mujibu wa ule msiba na sheria inavyotaka basi tunalazimika kuja kwenye uchaguzi mdogo. Sasa awali ya yote nianze tu kwanza kuwapa pole watu wa mkoa wa Ruvuma, hususan wananchi wa jimbo la Peramiho kwa kuondokewa na mpendwa wao aliyekuwa mbunge Mheshimiwa wetu Jenista Mhagama. Lakini sambamba na hiyo kwamba imesababisha sasa kuwa na uchaguzi mdogo wa kupata mbunge mwingine katika jimbo la Peramiho. Sasa sheria inatupa nafasi vyama kushiriki katika ule uchaguzi, vile vyama ambavyo viko tayari kwa ajili ya kushiriki. Sisi kama chama cha wakulima tumeona na sisi tutumie nafasi hii kushiriki katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Peramiho kwa madhumuni ya kubahatisha na sisi bahati yetu kuweza kupata nafasi hiyo ya kuja. Maana jimbo sasa halina mwenyewe au jimbo halina mgombea. Kwa hiyo msafara wangu mimi katibu mkuu kutoka Dar es Salaam kuja Songea, nimekuja kwa mambo makubwa hayo mawili. Jambo la kwanza, kuna uchaguzi mdogo na kampeni zimeanza toka nafikiri wiki 2.5 zilizopita, watu wanaendelea. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuhitimisha kampeni ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Peramiho. Lakini jambo la pili,
kwamba katibu mkuu hawezi kuishia kwenye maana hii tupata na fursa. Uchaguzi umeleta na fursa iliyoleta nyingine ni ya kuendelea kukiimarisha chama chetu. Kwa hiyo katika jambo hilo pia wenzangu wa Songea nikawaomba watafute kazi ya kunipa, yani nisiishie kuja kufanya hitimisho tu la kampeni ya mgombea ubunge. Wanitafutie kazi ya kufanya, kama ni kufungua matawi, kama ni kufungua ofisi, kama ni kupokea wanachama. Kwa hiyo wakasema wana kazi mbili, tutapokea wanachama, lakini kazi ya kwanza itakuwa ni kufungua rasmi ofisi yao ya wilaya ya Songea mjini. Kwa hiyo nimekuja na hizo kazi mbili. Kazi ya kwanza kumalizia kampeni, yani kuhitimisha kampeni ya uchaguzi mdogo wa mbunge jimbo la Peramiho, lakini kazi ya pili kuzindua rasmi ofisi ya chama chetu kwa ngazi ya wilaya ya Songea. Lakini kazi ya tatu nimeambiwa nitapokea wanachama. Nafikiri hao nitapokea katika makundi mawili. Kuna ambao nitawapokea kesho tarehe 23, 24 na nitawapokea tena tarehe 25 katika mkutano wa kufunga kampeni. Kwa hiyo hoja kubwa hapa ni hizo mbili. Sasa tunapozungumzia uchaguzi, ndugu waandishi wa habari, tunapozungumzia uchaguzi lazima tuwe na maneno fulani ambayo yatasindikiza hizo shughuli za uchaguzi. Na ni jambo la wazi kwamba duniani kote kule ambako wamekubali nchi zao kuwa za kidemokrasia, njia peke yake ya kupata viongozi katika maeneo mbalimbali ya ngazi za uongozi katika nchi ni kupitia uchaguzi. Na ndio maana sisi katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 3 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ya kijamaa na ya kujitegemea yenye kufata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Sasa mfumo wa vyama vingi vya siasa ndio sisi tumekuwepo, katika uwepo wetu unatokana na hiyo katiba ibara ya 3. Sasa chama cha siasa ni nini? Chama cha siasa kwa tafasiri ya kisheria ni kikundi cha watu waliojiunga pamoja wenye shabaha ya kuunda serikali kupitia uchaguzi. Kwa hiyo kumbe chama cha siasa shabaha yake ni kuunda serikali. Lakini serikali inaundwaje? Wanasema itaundwa serikali hiyo kwa njia ya nini? Kwa njia ya uchaguzi. Kwa hiyo leo Songea halmashauri kwamba kwa maana ya jimbo la Peramiho kuna uchaguzi mdogo. Kwa hiyo kwa sababu uchaguzi ndio njia pekee ya kupata viongozi katika taifa letu kwa mujibu wa katiba yetu na sheria, basi lazima tutumie nafasi hii tuzungumzie mambo yanayohusu uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari na wananchi na viongozi wangu kwa ujumla, hakuna mambo yanatuletea shida katika kuliweka taifa kuwa salama ni kama uchaguzi. Ukichukua historia ya nchi yetu mwaka 2005 ile 2002, mwaka 2000 kwanza 95 ndo uchaguzi mara ya kwanza, tukaja mwaka 2000 tukapata shida kubwa katika uchaguzi wa mwaka 2000 hasa kwa upande wa Zanzibar, ikasababisha mpaka 2021 kuwa na maandamano makubwa ambayo yametuletea shida, watu wakafa, wengine wakakimbia nchi, lakini nchi ikaingia doa kubwa, vurugu ambazo zilitokeza baada ya uchaguzi wa mwaka 2000. Lakini mwaka 2025 na kila baada ya uchaguzi lazima kuwe na maneno fulani ambayo yanaleta lea mbaya, kwa maana ama uchaguzi hatukutendewa haki, tumeibiwa, ama tulifanywa vurugu hizi, ama tulifanywa kile. Yani kunakuwa na kasoro nyingi huwa zinazungumzwa kila baada ya uchaguzi, na kasoro hizo zimekwenda mpaka zikatuletea matamko mbalimbali kutoka katika vyama, lakini ikatusababishia mpaka na baadhi ya vyama vingine vinavyoitwa vikubwa sijui kuto kushiriki uchaguzi, lakini sababu kubwa ni uchaguzi. Hata waliokuja na no reform no election inazungumzia uchaguzi. Utakuta hakuna historia kwamba nchi yetu iliwahi kuingia kwenye mgogoro au kwenye mzozo uliosababishwa labda na watu kudai maslahi binafsi. Kwa mfano, kuna maandamano Songea, watu wakulima wanadai kuporomoka kwa bei ya mahindi au bei za nafaka, au kuna maandamano ya wanafunzi kudai labda nyongeza za mambo ya mikopo, mambo ya nini, au vijana wanadai kwamba hawana ajira, tunaandamana kudai ajira. Haijawahi kutokea hiyo. Maandamano yote yanatokea, vurugu zote zinatokea, ukizifuatilia unakuta chanzo chake ni siasa, chanzo chake uchaguzi. Sasa nataka kutumia nafasi hii kuzungumza na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapaswa kujitengeneza upya. Yani sijui nizungumze lugha gani nzuri ambayo wanaweza kaelewa. Tume huru ya uchaguzi ya taifa
wanapaswa kujitengeneza tena upya, kujiweka katika mazingira ambayo taifa hili litabaki salama katika kila uchaguzi unapotokea. Yaani kama huko tulikotoka wanasema nini, tugange ajayo, tugange ajayo. Kweli hatutaki kuzungumzia huko tulikotoka, lakini huko tulikotoka wachukulie kama funzo maalum, wachukulie kama darasa kwamba matatizo mengi yanayojitokeza yanatokana na siasa, yanatokana na uchaguzi. Mimi niseme tu hata yaliyotokea tarehe 29 hii 2025 hii juzi, ambayo mpaka Mheshimiwa Rais amelazimika kuunda na kamati maalum kutazama kwa nini yamejitokeza hayo mambo, sababu zake, vyanzo vyake na nini kifanyike baada ya kutoka pale. Ukirudi kwa undani, ukisema kwa ukweli kabisa, hakuna sababu nyingine zaidi ya siasa, hakuna sababu zingine zaidi ya uchaguzi. Wanaolalamika wote, mavurugu yote hayo ni kwa sababu ya uchaguzi. Na waomba sana uchaguzi wa Peramiho tuuchukulie kama ni sehemu ya kujirekebisha, yani tuchukulie sehemu kama ni ya kazi maalumu ya kuhakikisha kwamba kila kitu kisimamiwe kwa haki, kifanyike kwa uhakika, ili tuanzie hapa. Yani kama kulikuwa na malalamiko huko nyuma kote, lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanapaswa kujibadilisha na kusimama imara kuhakikisha kwamba taifa linabaki kuwa salama, taifa linabaki kuwa moja, taifa linabaki kuwa bila manunguniko yanayohusiana na uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa Peramiho ambao Mungu ameuleta kwa hiari yake. Tunatumie nafasi hii, uchaguzi wa Peramiho, kutengeneza mazingira rafiki ya kuwafanya watu waridhike na kinachofanyika katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ndio chanzo kikubwa cha migogoro, chanzo kikubwa cha taifa letu kuingizwa katika hali ambayo haiko sawasawa kimataifa. Uchaguzi ndio tatizo kubwa linalofanya watu washindwe kuelewana, vyama vishindwe kuelewana, utulivu usiwe wa uhakika, mambo mengine yasifanyike. Sababu nyingi huwa zinaanziaga kwenye uchaguzi. Tunaomba sana uchaguzi mdogo wa ubunge Peramiho, Tume Huru ya Uchaguzi wa Taifa wasimamie kwa haki, bila kujali chama hiki kina wakala, chama hiki hakina wakala, chama kile kina uwezo, chama kile hakina uwezo, chama kile kikubwa, chama kile kidogo. No, vyama vyote viko sawa, na sisi wao ndio tunawategemea kuhakikisha kwamba nchi hii inabaki kuwa salama. Waliache sanduku la kula litoe maamuzi. Hataki maneno haya wanazungumza haya, kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi, tunaenda kutiki. Hakuna kutiki hapa. Hapa hakuna kutiki. Hapa kuna kuchagua. Waache wananchi wa Peramiho wachague mbunge wanayemtaka na matokeo yaache kama yalivyo. Hakuna habari ya kutiki, hakuna. Kutiki, hatutaki kutiki sisi. Tunataka uchaguzi uwe na uhuru na iwe ni mfano. Wanaosema tume huru mbaya, maneno yao yaishie huko tulikopita. Tunataka uchaguzi wa Peramiho uwe ni mfano na tugeuze iwe kama ni sehemu ya kufanya research. Tunafanya uchunguzi, tunafanya utafiti. Hivi kweli Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa mkaamua kusimamia kwa haki kwamba kula itakayopigwa ndio itakayohesabiwa na chama kitakachopigiwa kula ndicho kitakachohesabiwa, kwamba chama hiki kimepata kula 3, chama hiki kimepata kula 4, mkahakikisha iwe hivyo. Hii itakuwa mmetendea taifa jambo jema sana, kwamba hakuna kitu ambacho kitatusaidia, kitatufanya tuwe salama zaidi, kitatufanya kuondoa manunguniko. Mfano tunataka katika uchaguzi huu wa jimbo la Peramiho, tuliache sanduku la kula lifanye maamuzi. Ziko changamoto za uchache wa wapiga kula. Tumeona katika uchaguzi mkuu uliopita, maeneo mengi kulikuwa na uhaba wa wapiga kula, kulikuwa na uhaba kwa kiasi kikubwa tu, yani wapiga kula. Na hii inaweza ikatukumba pia Songea, kwa sababu kipindi kini cha kilimo, watu wako mashambani, inaweza ikatokea kuwa na idadi ndogo ya wapiga kula. Tunasema hata wakijitokeza wapiga kula 100, basi wagawike kwa mujibu wa sanduku. Hakuna haja ya kulazimisha kwamba wapiga kula wako wachache, mtafute nafasi juu ya nini, sio kutiki nini, ujinga huo. Hiyo hakina maana yote. Kama wapiga kula watajitokeza 200, basi hao 200 tuione hesabu yake kwenye nini, kwenye masanduku, kwa sababu sio dhambi kuonekana tuna wapiga kula wachache, maana watu tunategemea na pika zao, lakini tunataka sanduku la kula ndio litoe maamuzi katika uchaguzi wa Songea. Na hii tunarudia tena kwamba tunaomba jimbo uchaguzi huu iwe uchaguzi wa kujiosha, tujisafishe, na kama sio tujisafishe, kama hatuna uchafu, basi tujiimarishe zaidi, kwamba kila mtu tukitoka hapa akubali kwamba uchaguzi ulikuwa ni wa huru na wa haki, kila mtu amepata alichostahili. Hakuna ubaya. Tumepata kula moja, tuambie tumepata kula moja. Amepata kula 3, tuambie tumepata kula 3. Lakini msituletee habari wapiga kula wakawa wachache, alafu mkalazimisha
kutengeneza namba ambazo hazitaleta afya kwenye uchaguzi, haitakuwa mtafanya jambo la maana. Ni muhimu kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa uchaguzi wa mfano, kila chama kipate haki yake, na haki itatokana na wapiga kura wenyewe katika sanduku. Tuliache sanduku la kura litoe maamuzi, na kila chama tusubiri watapigiwa kura namna gani. Hakuna kutiki, tunataka watu wachague, sio kutiki. Tunataka tuwaache wananchi wachague. Asanteni sana.